Kikundi cha waasi wa M23 kimekanusha tuhuma kwamba wapiganaji wake wameiba zaidi ya kilo 500 za dhahabu kutoka mgodi wa Twangiza ulioko mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Demokrasia ya Kongo. Kampuni ya Twangiza Mining inayomiliki mgodi huo iliripoti kwa dhahabu hiyo ilihamishwa kwa njia za siri kupitia vichuguu vya chini ya ardhi na kwamba waasi walitumia wataalamu kutoka Rwanda kuchimba na kuchakata madini hayo. Ripoti hiyo imezua taharuki ikizingatiwa kuwa eneo hilo lipo chini ya udhibiti wa M23 tangu mwezi Mei mwaka huu. Waasi wa M23 wamepuuzilia mbali taarifa hizo, wakisisitiza kuwa mgodi huo hauko ukifanya kazi rasmi na kwamba wachimbaji wadogo wa kienyeji ndio waliokuwa wakifanya shughuli ndogo ndogo katika eneo hilo. Kiongozi wa muungano wa waasi wa AFC M23, Corneille Nangaa, amesema kundi hilo halina vifaa wala teknolojia ya kuendesha uchimbaji wa madini kwa kiwango kikubwa. Ripoti kutoka mashariki mwa DRC zinaonyesha kuwa mgodi wa Twangiza umekuwa kitovu cha mapigano makali kati ya waasi na jeshi la serikali. Drones zimekuwa zikitumika katika mashambulizi, huku shambulio lililotokea Oktoba 15 likiharibu miundombinu ya umeme ya mgodi huo. Ila kufikia sasa haijabainika wazi ni upande upi ulihusika na shambulio hilo. Kampuni ya Twangiza imesema imepoteza takriban kilo 100 za dhahabu kila mwezi tangu eneo hilo lichukuliwa na M23, pamoja na mali na vifaa vyenye thamani ya zaidi ya dola milioni 5. Kwa sasa kampuni hiyo inajiandaa kufungua malalamiko rasmi katika vyombo vya usuluhishaji vya kimataifa na kwa mamlaka za serikali ya Kongo. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kukumbwa na machafuko yanayochochewa na mapambano ya udhibiti wa migodi ya madini kama dhahabu, coltan na cobalt. Kundi la M23 limekuwa likiongeza nguvu na ushawishi wake, huku likidai linapigania haki za jamii za kabila la Tutsi nchini humo. Ripoti za Umoja wa Mataifa zimewahi kuonyesha kuwa waasi wa M23 hupata mapato hadi dola 300,000 kwa mwezi kupitia kodi na ushuru wa madini katika maeneo wanayoyadhibiti. Serikali ya Rwanda imeendelea kukanusha madai ya kuhusishwa na kundi hilo licha ya shinikizo kutoka mataifa ya magharibi na majirani wa Kongo. Waasi wa M23 wameendelea kuimarisha nafasi yao kijeshi mwaka huu, wakiongeza udhibiti katika maeneo mapya mashariki mwa Kongo. Hali hii imeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia na jumuiya ya kimataifa kuhusu usalama na udhibiti wa taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali asilia.